Maana katika Biblia tunaposoma, kuna katika Biblia wanawake ambao unapata kulikuwa na wanaume ambao walikuwa juu, lakini kwa sababu ya wanawake waliwaangusha. Mahali ambapo kuna mwanamke ambaye amesimama, mwanaume ambaye amesimama, lazima kupatikane na mwanaume ambaye ataangushwa. Na mahali ambapo kuna kanisa ambalo linaomba, hilo kanisa ni lazima mchungaji au baba wa kiroho atajivunia wanawake. Ni wanawake ambao husimama katika pengo. Kuanzia mwanzo wa Biblia, Biblia inasema ya kwamba hata wakati mwanamke mwenye hekima anaposikia jambo, hawezi kujizawishi na maneno, lakini atasimama katika pengo, atasimama kwa kujenga. Kwa sababu umejua kujenga ndoa, kwa sababu umejua kujenga vijana, hata nawe mwenyewe utajenga kanisa. Siwezi kujenga kanisa, siwezi kujenga vijana na mimi mwenyewe siwezi kujijenga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapotazama kuna wanawake kama mwanamke kama Eva. Eva alikuwa mahali pale alipotazama katika shamba la Eden. Katika kitabu ya Genesis, Biblia inasema ya kwamba pale alikuwepo tu, lakini alikuwa anaangalia. Mnajua mwanamke ambaye ni wa kuvunja, mwanamke, kuna wanawake ambao wana uzuri wao, na kuna mwanamke ambaye hana wakati wa kuomba. Kuna mwanamke nitasema kwetu nilikotoka ninaweza rudi. Mahali ambapo tulikutania na huyu mwanaume ninaweza rudi. Ninapotazama makanisa yamejaa, hata ninapoenda hata kwa gari ninaweza soma vazi. Kwa hivyo siwezi kusikiza. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika kitabu ya Judges, Biblia inasema kulikuwa hapo na mwanaume ambaye alikuwa Manoa. Na huyu Manoa alikuwa na mwanamke. Huyu bibi yake alikuwa ni mwanamke wa kujenga. Hata kama alikuwa mwanamke ambaye alikuwa tasa, lakini alikuwa amejengeka kiimani. Hata wakati malaika alimtokea, kuna mwanamke ambapo unasimama, hautakuwa na wakati wa kufuata maswali uliza ni nini kimesemwa. Utasimama katika pengo. Biblia inasema huyu mwanamke alimwendea Manoa akamwambia, malaika wa Bwana amenikujia. Akafuata maagizo, akaambiwa usilewe, usinywe vinywaji, kwa maana unaenda kumpata Samson. Lakini kwa sababu ya Manoa alikuwa mahali pale, Manoa alianza kuulizana maswali mpaka Mungu mwenyewe hakumtokea. Wakati tunatembea kama Wakristo, wakati tunatembea kama wamama au kama kanisa, wakati hata ninapoona, most of the time nimekuwa nikiona watu wanaweza bishana na maono hata ya mchungaji. Unajua hata kama mchungaji au mama au mtoto au kijana anaweza onyeshwa maono, na mimi nimesimama hapa, Mungu atadhibitisha kwa kurudia tu yule kijana ndio nijue kuna Mungu. Kwa sababu msingi wangu na Mungu hauko dhabiti ya Mungu kunikaribia au mimi kukaribia uwepo wa Bwana, ndiposa nione hayo maono. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba mke wa Samson, Mungu tena alimrudia mara tena, ndiposa akaita Samson akaweza kuona yule malaika, na bado hakuamini. Akaanza kuulizana maswali. Biblia inasema kwamba walipotoa sadaka wakaiteketeza, ule malaika aliulamba huo moto. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya kutokuamini kwa Manoa, Biblia inasema ya kwamba mke wake alimwambia, kama Mungu hangetaka kutumaliza, hangelikubali sadaka zetu, kwa sababu amezikubali. Mke wa pili alikuwa Ruthi, ambaye alijenga, alikuwa na maono ya kujenga, alikuwa na maono ya kusimama, alikuwa mtu wa kuendelea. Akasema, katika mikono zangu nitajenga. Biblia inasema ya kwamba Naomi alikuwa mtu wa kujenga, alikuwa mtu ambaye alibebwa na mume wake, na alikuwa na uzuri, mpaka hata jina lake linamaanisha uzuri. Lakini alipoona hali si hali, aliweza kubadilisha jina likawa Mala, lakini ndani ya moyo wake
hakukata tamaa. Ni mara ngapi tumeona watu wanakejeli kanisa? Ni mara ngapi watu tumeona kama kijana ameteleza kama mama, nimekaa badala ya kumwambia tembea katika injili, ni mimi nitakuwa mtu wa kwanza kumkemea katika njia ambayo haiko sawa. Biblia inasema ya kwamba huyu Naomi wakati alifiwa na mume wake, akawa na wakwe zake pia, nao wote wakawa wajane watatu kwa boma. Hilo uzuri haingeweza kukoma kwake, lakini alifika akajirudia, kwa maana alijua misingi, akajua mahali ambapo ametoka ni nje ambayo inaitanishwa na mkate. Akasema nitaenda mahali pale, nitarudi hata kama nimezika mume wangu, hata kama nimezika watoto, lakini nitarudi pale pale nilipotoka. Biblia inasema alipowahaka wakwe zake, Ruthi alisimama akamwambia mahali ambapo unaenda nitaenda. Na Naomi alikuwa amewaelezea kwa uzuri, kwa sababu aliangalia environment, akaona hata saa hii siwezi, na hata nikipata mtoto hawatangoja. Lakini katika uzuri wake aliwaambia kwa upole warudi mahali ambapo walitoka. Lakini Ruth hangeweza kurudi. Kitabu ya Ruth 1:1-12. Mwanamke wa tatu ambaye alikuwa na ujasiri. Ni lazima uwe na msimamo kama Mkristo, kama mama, kama kijana, kama mwanaume ambaye unataka kubeba mwili wa Yesu. Kama umejikomiti unataka kujengwa, utakuwa na msimamo kwa chochote ambacho utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Ruthi akamwambia Naomi, mahali ambapo utaenda nitaenda pale, mahali ambapo watu wako watakuwa watu wangu, mahali ambapo utakufia nitakufia mahali pale. Kwa sababu alikuwa mwanamke wa kujenga, alikuwa amebeba maono, alikuwa mwito ndani yake ya kusimama tena. Hangeweza kurudi nyuma, kwa maana unaporudi nyuma hauwezi salia mahali ambapo msingi unaporomoka. Aliweza kufatana na Ruthi. Ndiposa tunaposimama tunajivunia kuwa Wakristo. Tunaweza ita hili jina Yesu kwa sababu ya kujitolea kwa Ruthi. Hakutazama alipotoka, hakuona hana mume, lakini alimtumainia Bwana. Mpaka Ruthi naye Naomi akawa na neema, akamwambia utaenda kwa Boazi. Neema ikaingia, na ndio maana tunasimama na kizazi ya Yesu. Ndio maana nasema kwamba mwanamke, unapotaka kujenga nyumba, unapotaka kujenga maono yako, unapotaka kujenga Ukristo, kila wakati wanapenda kujiambia, siku hizi hata mtu akimtazama maybe anaweza tazama aone umama haumo ndani yangu, kwa maana msingi sijaujenga. Nimeona wamama wakijenga, mtu akitazama hata vijana wakiwa hivi, kuna kitu ndani yake atasema, ningetamani nikuwe kama mama fulani, ningetamani nikuwe kama baba fulani, ningetamani nikuwe mchungaji, ningetamani nikuwe mwalimu. Ni kwa sababu ya material ambayo ulichukua, ni kwa sababu ya misingi ambazo wakati ulikuwa unapima zile measurement zako, anapozitazama anaweza tamani. Lakini tunaishi katika kizazi ambacho kila mtu ako na uamuzi wake, ameamua kujijenga. Na wapendwa, kama Mkristo hauwezi kujijenga, ni lazima tukubali Yesu atujenge. Tunaona ya kwamba mtu kama Ruthi, Hana alikaa kwa maombi sana. Ni mwanamke ambaye alitoka katika jamii ya makuhani, naye akaolewa katika ukuhani, lakini kwa sababu tumbo lake lilikuwa limezibwa, angeweza kupata mtoto. Mkristo au mama au kijana, utakuwa nani katika maisha yako ukose Penina ambaye atakuwa anakuaccuse kila wakati? Utakuwa nani wewe kwa sababu uliokoka, ukakombolewa, ukapatizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu, haupati jaribio? Kila wakati mchungaji anatuambia hapa, Hana alikuwa mwanamke wa kwanza kuongea katika ndimi. Ni mwanamke ambaye hakutaka kuaibisha jamii yao. Ni kwa sababu kama hangerudi kwao, kidole ingepinpointiwa kwa baba yake. Hangesema huyu mwanaume anaombea watu, hawezi kuombea mtoto wake akaweze kubarikiwa. Kama
angeweza kunungunikia mume wake, angeweza kuulizana na huyu naye anaombea watu na ni kuhani anatoa sadaka, kwa nini hawezi kumwombea mke wake? Neno la Mungu linasema ya kwamba Hana alisimama katika pengo, hangeweza kukata tamaa. Hata kama Elikana alimpenda, lakini yeye hangeweza kukata tamaa katika maombi. Alisimama katika pengo, aliwacha maneno ya Penina ikaweza kupita mpaka ikafika mahali akakumbuka kuna msingi ambayo ukiwa kijana mahali hapa, ukiwa mama mahali hapa, yeyote ambayo unaweza sikia sauti, kuna msingi ambayo ulilai foundation ya wokovu. Na huwa inafika mahali wakati unaona mawimbi katika njia zako, ni lazima urudi pale pale. Neno la Mungu linasema ya kwamba Hana alienda kwa magoti. Alipoenda hata maneno hayangeweza kutamka. Maneno wakati haingeweza kutamka, kuna maneno ambayo ninaweza isema inakosa umaana. Maneno na neno linapokuja unatengeneza agano na Mungu. Mwanamke au kijana au mwanaume, unapotaka kujenga au kanisa ambalo limejengwa, ni kanisa ambalo limesimama katika agano moja. Neno la Mungu linasema Hana akasimama katika agano. Aliposimama katika maagano, alimshangaza hata Eli akashangaa, umelewa. Ni kwa sababu alisimama na agano na ahadi ikatendeka. Tunamsoma mpaka Samueli dakika hii, mpaka wakati wa mauti yake. Tunamuona Sauli anaenda kwake na anamuuliza, kwa nini umenisumbua? Ni kwa sababu ya msingi ambao mama yake alimjengea. Aliweka agano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima utaweka misingi. Mtu kama Esther, utataka kwenda kinyume na sheria. Kuna sheria mingi. Mtu kama mimi ninaposimama ninaweza kuambia mimi ni PhD. Nimesikia watu wakisema mimi ni fulani damu. Tumeingia katika dini, tumezao damu ya Yesu Kristo. Lakini Biblia inasema ya kwamba huyu msichana alikuwa mdogo. Huyu msichana alivunjika, hakuvunjika miguu, alivunjika ndani ya moyo wake. Alitazama taifa teule. Ni nani atakayetazama mahali hapa? Angalia IMC Church, angalia wapendwa, angalia gharama. Aseme nitaibeba gharama kwa sababu ya mchungaji, nitabeba gharama kwa sababu ya vijana, nitabeba gharama kwa sababu ya watoto wetu, nitabeba gharama kwa sababu ya ndoa. Kwa maana nimeona ndoa zikivunjika zikiwa kanisani, nimeona wapendwa wakirushania maneno, nimeona miale ya moto kwa wapendwa ambao sio moto wa kawaida, ambao ninapoambiwa niko tayari na niseme kama ni kanisa nitaenda. Makanisa ni mengi, lakini Biblia inasema ya kwamba wakati Esther alisimama hakuonyesha udhaifu wake. Mpendwa, ni lazima tufike wakati kama wa Kristo. Tusiwe watu wa Jumatatu mpaka Jumapili. Mtu anapotutazama hatuwezi kusimama katika pengo. Neno la Mungu linasema Esther alisahau shida zake. Hata kama unasoma Biblia, alikuwa katika nchi ya ugeni. Nchi ya ugeni, Malkia hangepatikana mahali pale. Nchi ya ugeni, hakuna mfalme angeoa yatima. Nchi ya ugeni, watu walikuwa ni wale. Kizazi cha ufalme huwa kinaenda na ufalme. Hauwezi kuwa mwana wa mfalme na uende katika umaskini. Hauwezi tembelea mahali ambapo katika ufahari na ushuke chini. Jamii na kizazi kitakukataa. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Mordekai alipokuwa anamtunza Esther, alimtunza akiwa pamoja tu, akimwelekeza maagizo ya Bwana. Akamwambia sisi ni Waisraeli, akamwambia sisi ni taifa teule. Alitoka chini akiwa ameshikilia hayo maneno. Alipofika wakati neno la Mungu linasema ya kwamba Esther alifika mahali alipoitanishwa na ufalme, hangewacha taifa teule. Alisimama katika pengo, akasema nitaenda kinyume na sheria. Mpendwa, ni nani ataenda kinyume na sheria? Atasema hata kama mchungaji anasema siku fulani tutakuja, mimi nitakuja siku zote. Au nitaomba, nitatamani kuchukua maagizo ya mchungaji, nitatamani kutembea katika nyayo zake. Kwa sababu Esther kwenda kinyume na sheria, alitembea katika nyayo za mfalme. Ni lazima tutembee katika nyayo za mtumishi wa Mungu, ndiposa tukaweze kufanya maadili. Kitabu cha Esther ni 4:15-17. Neno la Mungu linasema kwamba ukitaka kujenga,
ni lazima ukuwe na maono. Mwanamke au mwanaume ambaye ameitanishwa, kwa sababu katika ufalme wa mbinguni hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Sisi wote tuko pale na Bwana yetu ni Yesu Kristo. Ni maono gani ambao umebeba katika mwili wa Yesu Kristo? Neno la Mungu linasema ya kwamba ilikuwa tu ni pale Yesu alipotaka kusulubishwa na Pilato alikuwa na tamaa ya kumuona Yesu. Hakuwa amewahi muona, alikuwa anasikia habari zake na akakuwa na kiu. Lakini kitu ya kushangaza, walipomletea Yesu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa analetewa amsulubishe. Na kwa sababu ya ushawishi ya watu, kwa sababu ya umati, kama sio mkewe angemsulubisha, lakini kwa sababu ya mke wake kujenga na akakuwa na ndoto, Biblia inasema ya kwamba alimwambia, usimguze huyo mtu kwa sababu ni mteule wa Bwana. Nimekuwa na ndoto imenisumbua. Mpendwa, ni nani atasumbuliwa? Ni nani yako tayari kusumbuliwa kwa sababu ya jamii yake? Ni nani yako tayari kusumbuliwa kwa sababu ya uzao wake? Kila mara unapotembea unasikia tu mtu anasema Gen Z. Kizazi kinakuja na kinaenda, kizazi kinapita. Ni nani atasimama? Nimekuwa nikishawishi wengi nikiwaambia, katika hii kizazi ni lazima mtu apatikane, kwa sababu kizazi ambacho kinakuja kinamwaga damu. Wewe kama Mkristo hauwezi jivunia hilo jina. Wakati kitu inakuja inanyamazisha, unapata ndoto za vijana zimepoa, ndoto za wamama unapopita unapata makaburi mbichi, unapata maombolezo, unapata watu wamebaki wajane. Lakini unapata Mkristo unapopata kikundi kimekaa, hakuna yule mtu ambaye anaweza sema katika hiki kizazi kulikuwa na Jeremiah, aliweza kusimama katika pengo. Katika hiki kizazi Yesu akiaibishwa, kulikuwa na mke wa Potifa, alisimama akamtenganisha jamii yake. Ikafika mahali Potifa akasema, Pilato akasema, na hii damu ikawe kwa watoto wetu. Ni nani atakaye kataa damu ya uovu kwa kizazi yake? Unapokuja kanisani kila wakati, ni mwanamke, ni kijana, ni Mkristo ambaye hako na maono. Bwana Yesu asifiwe. Ni yule tu ambaye atakaye simama. Ni nani atakaye amini? Ni mwanamke ambaye atakuwa ameamini. Neno la Mungu linasema kwamba Elizabeth akasimama akasema, nitamwaminia huyu Mungu hata kama mimi ni tasa, nitaamini kwa Mungu, yote inawezekana. Alikuwa ametoka katika jamii ya ukwani. Huyo ni mwanamke ambaye alikuwa na maono, ni mwanamke ambaye alikuwa amesimama katika pengo. Tunapoendelea katika neno linasema ya kwamba Martha alisimama katika imani. Hata katika hiyo kitabu hatujaelezewa habari ya wazazi wake, tunaambiwa ni Martha na sister na Lazara. Lakini alipata kibali. Ni wakati umeamua kujengwa, utapata kibali mbele ya Mungu. Unapokuwa na kibali, unaamini ya kwamba yote inawezekana, hautakuwa na mahangaiko tena. Unaona hapa ya kwamba wakati Martha na Mary walipoamini na wakapata kibali mbele ya Yesu Kristo, waliweza kuamini, na walipoamini Lazaro alifufuka, wakapokea kibali kuitanishwa tena na ndugu yao. Mpendwa, ni nani atakaye kuwa na neema? Ninataka neema. Tunaona msichana Lydia, watu wamekusanyika katika nyumba kama hii, watu wakiwa wanaombea kanisa. Ni nani atasimama tu kwa ajili ya kuombea mchungaji? Ni nani atasimama kwa ajili ya kuombea wateule? Kwa sababu hata mimi nikiwa kwa nyumba, ninaweza angalia mume wangu, niangalie jamii. Hata kama nimetoka katika jamii ya ukuhani, lakini nitamtafuta Pastor Julius, nitasema huyo ndio baba yangu wa kiroho. Ni nani ambaye atasimama amuombe anapotoka na kuingia, aseme nitasimama katika pengo, na akuwe na maono hata anaposikia? Kwa sababu neno la Mungu linasema wakati Paulo alishikwa, wakati alikuwa amefungwa, wakati alikuwa ndani, wakati mioyo za Wakristo zilikuwa na uoga, kuna kikundi kilijifungia ndani, kiliweza kupasa sauti. Lakini kukakuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa amejijenga katika imani na maono, katika mawazo yake.
yake. Aliposikia mlango ukibishwa, aliweza kuelewa huyo ni Paulo. Ni nani ambaye atakayesimama, ambaye atakuwa na imani, ambaye macho yake ya kiroho itafunguliwa, ambaye ataweza kuona kiundani yale ambayo, kwa sababu katika kanisa ambalo ni kanisa takatifu, ni lazima tukiwa na watumishi wa Mungu tuwe connected nao. Siwezi kusema vile mtoto ameunganisha imani na uzazi, ndivyo Wakristo inafaa tuunganishe imani na wazazi wetu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima wamama tubebe imani. Tunapotembea hapa nje wakisema ili huyu mtu ako chini ya mchungaji Pastor Julius, unapoonekana imani yako ionekane kama mama. Unapotoka chini, watoto wako mahali hapa, wanapotoka wanalelewa wakitoka katika misingi. Tunaona example vile Kibali anapenda baba yake. Unajua imani ya baba yake, watakapomtazama watasema baba yake alikuwa anaomba akiwa amembeba. Ni nani atazalisha imani katika jamii? Ni nani atazalisha imani katika watoto? Ni nani atazalisha imani kwa kanisa? Tunamwona Timotheo. Paulo anaposimama katika Biblia anamwambia Timotheo, ninapokutazama imani, kwa maana ninaweza tembea, maybe ni faith, maybe ni favor au Japheth. Mnapowatazama hamwezi ona imani yao, hamwezi ona nini kiko ndani yao, lakini mtu mmoja kwa kile kizazi kinakuja, watakapotazama watasema tuliona mama yao, tuliona baba yao, tuliona wapendwa wakiwa wanatembea pamoja, walitembea pamoja kwa maombi, walitembea pamoja kwa mikesha. Ni kwa sababu ya imani ya mwanamke ambaye amekubali kujenga kanisa, mwanamke ambaye amekubali kujenga jamii, mwanamke ambaye amekubali kujenga taifa. Atasimama na imani, kwa sababu neno linasema ya kwamba hiyo wakati Paulo akamwambia Timotheo, ninapokutazama hii imani ni ya Eunice, hii imani ni ya Lois ambayo ni ya nyanya yako, hii imani ni ya Eunice ambayo ni ya mama yako. Ni nani atakayeambukiza vijana ambao tunawaona hapa, wasichana wetu, hata watakapo get married, watakapoenda kwa kanisa waseme ninapoenda katika ile kanisa kuna mwanamke anaomba. Ninapoona vijana, msichana anapoletwa hapa na kijana, anaposimama anaenda kwenye ametoka, anasema kwa hilo kanisa nimepata wanaume wanaomba, nimepata wababa wanaomba, nimepata vijana wanaomba. Wacha tuwe watu ambao tutazalisha imani katika vijana. Wanapotembea wasiwe na kuyumbayumba. Kuna kiu ya kutamanika. Kuna mtu anapotazama mwenendo ya mtu anautamani bure, anautamani kwa sababu ni mzuri. Na katika hali ya uombezi, katika hali ya kujengwa, katika hali ya kupimwa, unapokuwa na misingi zetu, hakuna vile utangangana na kijana au msichana au mwanarika umwambie fanya hivi, kwa sababu atachukua mwenendo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa watu wa kubarikiwa na neema ya Mungu itutoshe. Mbarikiwe. Bwana Yesu